Tuanze na tukio la jioni moja ya Ijumaa tarehe 16 Septemba 2022. Elon Musk alikuwa na simu yake, lakini alikuwa anaiona kama ya moto kwa sababu alikuwa anasikia inaita, lakini hataki kupokea kwa sababu ilikuwa simu kutoka Ukraine. Musk ambaye sio mwanajeshi, sio mwanasiasa, wala hana kampuni ya kutengeneza mabomu wala silaha, alikuwa anasubiriwa kufanya uamuzi mmoja ambao ungebadili pakubwa kwenye vita inayoendelea Ukraine versus Russia. Kwa wakati huu, vikosi vya Ukraine vilikuwa vikipanga mashambulizi na boti ndogo zilizoendeshwa kwa remote zilizopewa jina la Sea Babies zilikuwa zimepangwa kuharibu meli kubwa ya Russia kwenye Black Sea. Meli iliyokuwa ikilinda na kudhibiti Crimea, eneo ambalo niliwahi kukwambia ni ile line ya kampa demu simu, walipoachana kampokonya. Yes, Crimea ilikuwa ni eneo la Urusi wakati ikiwa ni USSR, na baadaye wakawapa Ukraine kama ishara ya ujirani mwema ama undugu, na walipoachana mwaka 2014 wakaliteka kibabe. Moja ya meli zilizokuwa doria hapa zilikuwa ndo target ya jeshi la Ukraine katika kile ambacho kinaitwa asymmetric warfare. Lakini kufanikisha operesheni hii kulihitaji internet. Internet hiyo ilitolewa na Starlink kwa sababu Russia ilishalipua mitambo yote ya mawasiliano ya Ukraine mapema kabisa. Kipengele kilianza wakati boti hizi zilipovuka kilomita 100 kuelekea Crimea. Zilipoteza network kwa sababu Starlink ilizimwa katika eneo linalodhibitiwa na Russia. Kwa hiyo majenerali wa Ukraine walikuwa wanampigia simu Elon Musk aweze kuruhusu kutanua network ifike mpaka maeneo ilipo meli hii, ili waweze kuwasiliana na chombo kiweze kwenda target meli. Ndio maana Elon Musk alikuwa hashiki simu. Elon aliishia kukataa kufanya tukio lile, akisema Starlink ipo kwa ajili ya kuunganisha watu ndani ya Ukraine na kusimamia haki ya mawasiliano na sio mission za kivita. Mwisho, Sea Babies, vitoto vya kwenye maji, vilikutwa ufukweni kama mizoga vikiwa vimefeli operation. Huu ulikuwa ni mwanzo wa mjadala mkubwa duniani kwamba je, mtu mmoja kama Elon Musk anawezaje kuamua mafanikio au kushindwa kwa operation ya kijeshi? Na hii ina display uhalisia mpya wa dunia ya sasa ambayo nguvu haipo kwenye makombora na bunduki ulizonazo, ila teknolojia. Kwenye episodi zetu za nyuma tuliwahi kukuelezea jinsi ambapo makampuni haya kama Google, Amazon, Meta, X na mengine yanavyohudumia taasisi za kijeshi na ulinzi kuliko hata followers wa mitandao ambayo imefanya tukawajua. Sasa Elon alichokikataa 2022 kimekuja na sura nyingine kabisa 2026. Ripoti mpya zinasema Russia imeanza kutumia teknolojia ya Starlink kuendesha mashambulizi ndani ya Ukraine. Yaani inatumia mkono wako kukupiga wewe mwenyewe. Starlink today is the backbone of the Ukrainian military communications. Now, Ukrainian officials claim that Russia has been using thousands of Starlink terminals within Ukraine. Na hapa ndio itabidi nikupe idea ya jinsi ambavyo Starlink inafanya kazi duniani ili uweze kupata idea nini kinaendelea. Hili rocket limebeba satellite za Starlink kuelekea angani. Unaposikia Starlink ni mtandao unaoundwa na jumla ya satellite 5,400 angani, na kila satellite ina uwezo wa kuzunguka dunia mara moja, yani mzunguko mmoja ndani ya dakika 90 tu, na kuwasiliana na kifaa kidogo kilichopo chini ya ardhi. Ni kifaa kama ungo hivi ambacho mtumiaji wa kawaida anaweza kununua, kufunga mwenyewe na akaanza kutumia bila hata utaalamu wowote wa kiufundi. Ni kama dishi la kawaida hivi, lakini huhitaji fundi. Kwa mujibu wa Elon Musk mwenyewe, matumizi ya Starlink ni rahisi kupita maelezo. Kuna maelezo mawili tu na hata hayahitaji mpangilio maalum. Unaelekeza kifaa juu angani, kisha chomeka kwenye umeme, hapo internet inaanza kufanya kazi.
Kifaa hiki cha Starlink kinaweza kutoa huduma ukiwa sehemu moja au ukiwa unasafiri. Kwa hiyo ni kama router hivi unaweza kutembea nayo. Unaweza kuwa ndani ya gari au hata kwenye mashua baharini na bado ukawa umeunganishwa, kwa sababu wao sio kama hizi za ardhini. Njia rahisi ya kuelewa teknolojia hii ni kuilinganisha na simu ya mkononi. Ukiwa na simu, unaweza ukawa unasogea kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini unapata network kwa minara tofauti. Kwa hiyo simu yako mara nyingi inasoma mnara ambao upo karibu constantly ili uweze kupata haya mawimbi vizuri. Sasa kwa Starlink ni kama vice versa yake. Wewe unabaki karibu sehemu ile ile, lakini satellite ndo zinazunguka juu angani. Kwa hiyo kila satellite imepewa vifaa vyake kadhaa na inazunguka ndani ya dakika 90 imeshamaliza dunia. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuunganisha na ndivyo zinavyounganisha dunia. Hizi satellite 5400 zinazozunguka dunia, kampuni inasema zinaweza kufanya kazi karibu kila kona ya dunia, lakini hilo halimaanishi kwamba mtu anaweza kuitumia popote anapotaka. Starlink haiwezi kufanya kazi katika nchi ambazo haijapewa leseni rasmi. Na hapa ndipo tunakutana na hiki kinachoitwa geofencing, ambapo inaturudisha kwenye lile tukio la Ukraine walilotaka Elon Musk aiondoe geofencing ili waweze kufanikisha lile tukio. Mwamba akakaza. Geofencing ni uwezo wa Starlink kuamua kijiografia ni wapi huduma iruhusiwe kufanya kazi na wapi izimwe. Uwezo huu ni muhimu sana kwa namna Starlink inavyoendeshwa, kwa sababu unazuia huduma isitumike katika maeneo ambayo hairuhusiwi kisheria. Kwa mfano, Starlink inasema haiendeshi wala haiuzi vifaa vyake Russia wala Iran na sehemu nyingine. Serikali ya Russia pia imethibitisha kuwa huduma hiyo haijaidhinishwa rasmi kwao. Lakini sasa Ukraine inasema hali halisi ni tofauti. Russia wamekuwa wakipata vifaa vya Starlink kupitia makampuni binafsi au wakivinunua kwa kutumia watu wakati na kuvipitisha kupitia nchi jirani kabla ya kuvipeleka Russia na kutumika na jeshi la Russia katika maeneo ya Ukraine yaliyomo chini ya udhibiti wao. Starlink inaweza kufanya nini kuzuia matumizi haya? Kampuni inasema inachukua hatua za kuzima terminal ambazo itabaini kuwa zinatumika na watu wasioidhinishwa. Ila kufanya hivi sasa, Starlink inabidi ukusanye taarifa mbalimbali, zinaitwa metadata zile, au wakati mtumiaji anajiunga. Kampuni inapata data fulani za uthibitisho na pia ina uwezo wa kufuatilia eneo kifaa kilipo. Vifaa vyote vilivyouzwa kupitia wauzaji waliothibitishwa vina namba ya utambulisho wa kipekee unahitaji ili kuanzisha muunganisho, ndio ile wanaita IP address. Hata hivyo, changamoto bado ni kubwa, kwa sababu kutambua kwa usahihi kifaa kimoja kati ya vingi ni kazi ngumu sana, hasa katika eneo ambalo idadi kubwa ya vifaa vinavyofanya kazi kwa wakati mmoja kama Ukraine. Kwa hiyo kujua tu kwamba kifaa kipi kipo sehemu gani haitoshi, kwa sababu unahitajika kujua kama kiko upande huu wa barabara au upande ule, bado ni changamoto, na hilo linafanya iwe vigumu sana kusema ni kifaa kipi kinatumiwa na raia wa Ukraine au na wanajeshi wa Ukraine au ni kipi kinatumika na wanajeshi wa Russia, na ndio maana ni ngumu kuzijamu. Na tukirudi pia kwa kesi ya Iran, kwa nini waruhusu intaneti yao kutumika ndani ya nchi ambayo hawana leseni ya kuoperate? Kwa sababu tumesikia ziliingizwa ndani ya Iran na zilikuwa zinafanya kazi, means wameanza kushiriki propaganda au kuingilia siasa za nchi za nje, au hawawezi kuzima hiki kitu. Iran ilizima intaneti ya nchi nzima na kufanya Starlink kuwa mojawapo ya njia chache za mawasiliano kwa watu wengi. Kuibuka kwa teknolojia ya jamming, yani kuingilia na kuzima mawimbi ya radio inayolenga kuzuia muunganiko wa Starlink ndani ya maeneo mbalimbali, utafiti umeonyesha kwamba mashine hizi za jamming zina daraja la kijeshi, na kuna taarifa kwamba Iran ilipewa msaada wa teknolojia hizi kutoka Russia na China, licha ya kutojulikana pia ni ngapi ambazo wanazizalisha wenyewe Iran, kwa sababu teknolojia hii wanayo. Ufuatilia episodi yetu kuhusu internet inavyofanya kazi, utaona tofauti ya internet hii ya mawimbi ya radio na ile inayopita baharini. Nilikuletea hapa. Katika miji yote, kwa mfano Tehran,
Maafisa wa usalama walikuwa wanatumia vifaa vya kisasa kuvamia paa za majengo kwa kutumia drones kutafuta terminal za Starlink. Ukikutwa nayo ni kifungo hadi miaka 10 kwenye sheria mpya ambao wameiweka ya kupambana na ujasusi. So hii inaonyesha mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kwamba Starlink, huduma ya kiraia ya internet, imegeuka kuwa ni zana ya kijeshi na kiusalama, na sometimes propaganda kama kinachoendelea Iran. Teknolojia haiko tena katika viwanja vya kawaida vya biashara tu, imekuwa chombo cha kijeshi, kisiasa, na kinaamua mengi kwenye geopolitics kiujumla. Leo tunapoishi, vita vya kisasa sio tena silaha tu, ni mawasiliano, taarifa na teknolojia. Starlink imeionyesha dunia kwamba habari na data ni nguvu. Nguvu hii inaweza kutumika kuimarisha uhuru au kutawala. Mbaya zaidi, hadi sasa dunia ipo slow-mo kinoma kuweza kuweka mazingira ya kudhibiti teknolojia duniani, na wamiliki wa hizi kampuni wanazidi kuwa na nguvu isiyomithilika. Je, tutakuwa salama? Let that sink in. Tukutane kwenye episode ijayo. Namna pekee unaweza ukatusapoti kama umepata chochote kwenye hii episode ni kubonyeza tu subscribe. Utakuwa umetisha sana. Shukrani kwa kuitazama. Asante kwa kuichagua Madini.com.